Unajua mtu anapokuwa na uchungu wa aina hii pia hata maneno yako hayawezi kuyasikia vizuri. Ni lazima uache kwanza amepoa, alafu ndio unakuja kuongea naye vizuri na kumshauri nini cha kuendelea baadaye. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Bado tuko katika mtaa wa Kitiangare hapa Kimandolo, ambako zoezi la uzimaji wa moto ambao umezuka usiku wa kuamkia leo majira ya saa 7. Mbao zimeteketea kwa moto, ambapo wafanyabiashara walikuwa wameweka mitaji yao. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ambaye amefika hapa kuwatembelea wafanyabiashara hawa na kuona madhara, amesema mmoja wa wafanyabiashara hapa mtaji wake ni wa zaidi ya shilingi milioni 700, wengine shilingi milioni 100, wengine milioni 50, wengine milioni 20. Kwa mitaji ya watu imeteketea hapa. Lakini mkuu wa wilaya ameeleza kwamba bado juhudi zinaendelea kuhakikisha kwamba tathmini inafanyika, lakini ataunda uchunguzi maalum wa kujua chanzo cha moto huo ili kuweza kuona namna bora ya kuchukua hatua. Lakini amelaani kitendo cha baadhi ya watu wachache ambao walikuwa wanatumia fursa ya moto huu kuiba, na amesema kwamba sio jambo zuri linapotokea tatizo watu wanajinufaisha kwa maslahi yao wenyewe. Na hapa mkuu wa wilaya anazungumza baada ya kufika hapa kwa ajili ya kuwatembelea wahanga hawa ambao ni wafanyabiashara na biashara zao zimeteketea kwa moto, na biashara hizi zilikuwa ni karakana za mbao. Na mimi nikawasiliana na wenzangu wakaingia kazini, lakini hali ya janga hili ilikuwa kubwa kiasi kwamba mpaka sasa hivi bado shughuli inaendelea ya uzimaji wa moto. Lakini jambo kubwa ni kwamba hakuna vifo vilivyotokea. Maana majanga kama haya yanatia simanzi sana kama tunakwenda pamoja na vifo vya watu. Lakini tunamshukuru Mungu, vifo hakuna, lakini tumepoteza mali nyingi. Nimesikia hapa takribani zaidi ya milioni 700 kwa mtu mmoja alikuwa na mali hapa. Kwa hiyo tunakwenda bilioni 1 na kadhaa, na watu wenyewe mpo mlioathirika hapa kama 21. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa kuwa janga hili la moto limezuka, na kila moto na kila janga lazima lifanyiwe uchunguzi. Kwa hiyo nitatuma kikosi changu cha jeshi na kimeshaanza kazi, jeshi la polisi, kuanza kufanya uchunguzi wa chanzo hiki cha moto ili kusudi kuwa tunajikinga baadaye na masuala ya moto. Lakini nichukue nafasi hii pamoja na kuwapa pole, lakini kuna wananchi wengine ambao hawana nia nzuri. Kuna baadhi ya maduka hapo walikuwa wanaingia na kupola badala ya kuzuia au kuokoa, wao wanapola mali zilizoko dukani. Sasa hii mwenendo huu sio mzuri kama tunaenda nao wa uporaji mali, badala ya kuzuia au kuokoa, sisi tunapola mali. Kwa hiyo vyombo vyetu vya habari, naomba sana mfikishe taarifa hii kwa wananchi wetu wa Arusha, wawe wakarimu watu wanapopata matatizo na majanga kama hivi, kuwafariji, kuwakimbilia, kuwapa maneno ya faraja na sio kuwaibia. Kwa hiyo mimi niseme tu, ndugu zangu, poleni sana. Taarifa ya awali nimekwishaipata, nitaenda kwa mkuu wangu wa mkoa nikamweleze, basi na yeye labda atafute nafasi ya kuja kuwaona na kuwafariji, lakini hata kiongozi mwingine yoyote. Sasa tukawe watulivu, tutakuja na timu mbalimbali zitafanya tathmini kuona hata ukubwa wa tatizo kwa mtu mmoja uliotokea, lakini ukubwa wa tatizo lote lililotokea. Hatutawacha hivi hivi, lazima tujue ni mali kiasi gani mmepoteza na ni namna gani tunaweza tukawafariji. Basi baada ya kusema hayo, niwapeni pole. Vijana wangu bado wanaendelea kuchapa kazi na jeshi la polisi itaingia kama nilivyowaambia, ili kufanya tathmini ya kina, na wataalamu pia wa kufanya tathmini ya kina watakuja baada ya mimi kutoka hapa. Basi poleni sana ndugu zangu. Unaona hapa kuna mbao, kuna rasilimali zimeungua nyingi sana, na wananchi ni wafanyabiashara. Cha msingi tuendelee kuwa watulivu kama Mheshimiwa DC alivyosema, na baadaye watakuja kuhakiki ni wananchi wangapi wamepata athari ya moto hapa. Kwa kweli ni shughuli kubwa, hauwezi kuzungumza. Wananchi wamepata maumivu ya kutosha kabisa. Ni janga la moto ambalo bado wanafanya utathmini, wajue
moto imeanzia wapi mpaka kuleta madhara makubwa namna hii. Kwa kweli ni hasara kubwa sana. Natoa pole kwa wananchi wote, tuendelee kuwa watulivu kama Mheshimiwa DC alivyosema, na akirudi tutafanya tathmini kwa kina kuweza kujua uharibifu mkubwa ulifanyika ni maeneo gani. Hakuna mtu yeyote aliyopata madhara kwa kweli mpaka sasa, hakuna yeyote. Na hiyo moto umekuwa mkubwa kwa sababu unajua hizo ni mbao, timba, zinawaka kwa kasi kubwa sana. Ni kweli kuna wananchi wengi, huwezi kuendesha project kubwa kama hii bila mkopo. Watu wamechukua mikopo, wameumia sana. Tutakuja kukaa na DC, tumwombe pia DC aweze kuangalia kama kuna waliokopa, na at least benki wafanye taarifa kwa kipindi hiki, wakati kwa sababu kuna marejesho na vitu kama hivyo. Ni uharibifu mkubwa sana kwa kweli. Naitwa Stella Zura Mzirai. Nimekuja mtaa Kitiangare kutoa ushirikiano, maana mwenyekiti wa mtaa huu ni mgonjwa kwa sasa. Kiukweli wananchi wamepata janga la moto, watu wameumia, yani ni maumivu makali, watu wana mikopo benki, watu wana watoto wanasomesha, kiukweli wameumia. Tunaomba serikali iite taasisi zinazowadai, wakae mezani, wape muda mrefu wa kulipa mkopo huo ili wawe na nafuu, waanze kujitafuta upya. Vile vile kama kuna mashirika ya bima, kama walikuwa na bima, waweze kuwapa mitaji mingine kwa haraka. Vile vile napenda kutoa rai kwa wananchi ambao si waaminifu. Janga kama hili limetokea, kuna watu wanaumia, lakini wengine wameendelea kuvunja na kuiba. Kama Promotional Supermarket wamevunja, wameiba, pale SPJ wamevunja, wamechukua TV. Si sawa. Mwenzako anapopata maumivu usizidi kumuumiza. Mpe ushirikiano, hata kwa Mungu hatujafundishwa hivyo.